Bana wamemtambulisha kocha mpya ambaye anakwenda kuchukua mikoba ya kocha ambaye ametimuliwa kwenye kikosi chao, Romain Folz, ambaye aliondoka siku si nyingi, na mapema kabisa Pedro Goncalves ndiye ambaye ametangazwa. Nakumbuka alikuwa ni mara mwisho alikuwa kwenye timu ya taifa na alifanya vizuri sana. Nadhani watu wengi ambao walifuatilia AFCON watakuwa wanamkumbuka vyema mwamba huyu. Ni aina ya makocha gani huyu? Profile yake inazungumza nini? Huyu Pedro. Hiyo Kireno inatamkwa Goncalves. Kuna namna fulani ukipatana na watu ambao wamepita Kifaransa, wamepita ni Kireno Kireno Kihispaniola wanavyoitamka kidogo nikajua Kifaransa bana. Mbona kama amekaa mjiwaji sio hivyo. Ni namna tu ya kutamka majina watu. Ni kocha ambaye ana experience ya ngazi za katika klabu ya Sporting CP, timu ya vijana, lakini Primeiro de Agosto, timu ya pale Angola vijana. Amefanya pia timu ya taifa ya Angola tangu 2018-19 mpaka mwaka huu 2025. Kwa hiyo ni kocha ambaye na kipindi akiwa Angola wamechukua Kosafa mara 2 akiwa na timu ya taifa ya Angola. Mimi namuona ni kocha ambaye tayari yeye ni mshindi, kufanya vizuri na timu ya taifa, kudili na wachezaji wakubwa kina Mabululu na wachezaji wengine ambao wako wanaunda timu ya taifa ya Angola. Naamini bado ni mwalimu ambaye ni mzuri kwa sababu ya experience. Yani sio kile ambacho ilikuwa kwa Romain Folz ambaye CV yake ilikuwa haijashiba. Amekaa kwenye timu miezi 3, amepita mara huko yuko kwenye sehemu ya bechi la ufundi, mara caretaker. Yani CV yake ilikuwa inatia sana mashaka, lakini kwa huyu Pedro Goncalves ni kocha ambaye tayari amefanya kazi timu ya taifa ya Angola na tayari amepita kwenye ngazi ya vijana. Na kitu kizuri kwa upande wake ni kwamba anacheza possession football na transition football ambayo Yanga wanaifanya pia. Na ukiangalia kipindi cha Nabi, kipindi cha Miguel Gamondi, aina ya mpira ambao walikuwa wanaucheza, Nabi alikuwa bora zaidi kwenye transition, lakini Gamondi alikuwa bora zaidi kwenye possession, japo Nabi naye alikuwa na possess. Kwa hiyo kama ni swala la mpira mzuri, ni kocha ambaye atawapa Yanga mpira mzuri kutokana na falsafa ambayo kutokana na falsafa ambayo yeye anayo kama kocha. Kwa hiyo mimi kwa Yanga naona huyu mwalimu ni mwalimu ambaye ni chaguo sahihi kwa upande wao. Cha kwanza ni mwalimu ambaye ana uzoefu na soka la Afrika, japo sio kwa upande wa vilabu, lakini amefanya kazi kwenye timu ya taifa ya Angola. Lakini pia ni mzuri kwenye ngazi za vijana, tayari ameshafanya kazi huko. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kudili pia na wachezaji vijana ambao wako Yanga wana Casemiro, wana Ninju, ambao hizi ni sajili mpya, na hao ni wachezaji vijana ambao wamesajiliwa na timu. Kwa hiyo ni advantage pia kwa wachezaji hao. Pengine wanaweza mwalimu akawa develop na akaanza kuwapa nafasi mdogo mdogo, na pengine tukaona namna ambavyo watakuja kuisaidia club. Kwa mimi naamini ni chaguo sahihi. Sawa, kabla tujaendelea kumtazama mwalimu, tuzungumze na washindi ambao wamejishindia fedha kutoka kwa Mshua. Na hapa na washindi wa shilingi 100,000 ambao ameingia sasa hivi. Unadhani kuna urahisi gani atakutana nao na ugumu gani ambao atakutana nao kwenye kuifundisha timu? Bwana Pedro Goncalves, urahisi atakaopata anaenda kuikuta Yanga wenye wachezaji wengi wazuri. Zingatia hapo. Ndio. Wachezaji wengi wazuri. Wamepindukia. Yanga ina quality kubwa sana ya wachezaji. Hilo ni jambo ambalo mimi sina mashaka nalo. Isipokuwa ukweli ni huo uliosema, timu iko under pressure kwa sasa. Imeondoa kocha mwanzo wa msimu mapema kabisa, ikiwa imecheza mechi 2 tu za ligi, ikiwa imecheza mechi 3 za ligi ya mabingwa. Mwalimu anayeingia sasa, Pedro Goncalves, anatakiwa ajue timu wakati inampa mkataba ilimpa
malengo yao ni nini msimu huu. Naye anapaswa kuwa miongoni mwa watu wanaoenda kutekeleza mipango ya maono ya viongozi wa Yanga kwa manufaa ya klabu yao. Kwa hiyo kitu ambacho anakikuta ategemee kuona wachezaji wazuri, kama ambavyo juzi nimeona jana nimeona video yake juzi alikuwa anaiangalia mechi ya Yanga na wale Silver Strikers, lakini natarajia mabadiliko makubwa kutoka kwake, isipokuwa lazima ajue kwamba sehemu aloingia sio rahisi. Ndio. Unajua kaingia kwenye timu ambayo kweli ina wachezaji wengi wazuri, lakini sio sehemu rahisi kufanya kazi. Sio sehemu rahisi kwa maana ya kwamba timu inatafuta kurudi kwenye ule ubora wake ambao watu walikuwa wamezoea kuiona au iende zaidi ya pale. Kwa hiyo yeye kama mwalimu akiingia, watu wana matarajio na yeye makubwa sana. Na uzuri afisa habari wa klabu alisema juzi kwamba jana kocha ameingia kambini na timu, mazoezi yameendelea, na leo kwa sababu kesho ana mechi ndio ya ligi. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri mwalimu huyu wala hahitaji pressure kubwa kutoka kwa watu wa nje kama sisi tunavyoichambua Yanga yake. Pressure kubwa ataipata kutokea kule ndani ya klabu. Akiangalia mtiririko wa mechi ambazo timu imecheza mpaka sasa, wamechezaje timu yake, akiona ripoti atakayopewa, aina ya timu ambayo yeye anataka kuitengeneza iendane na mahitaji ya klabu. Kwa hiyo yeye mwenyewe alipo pale kocha wa Yanga anajua pressure iko kubwa. Hususan hizi timu zenye mashabiki wengi katika taifa kama letu ni Yanga na Simba tu. Unapoingia kama mwalimu lazima ujue kuna mambo mengi unatakiwa kuyabadilisha ili watu wale wote waendane na wewe unavyotaka. Ndio. Kwa hiyo mimi naamini kocha wa Yanga amekuwa na historia inayoridhisha akiwa na timu ya taifa ya Angola, lakini ile haitoshi mimi sasa hivi kumhukumu kwamba atafaa au hafai Yanga. Tumpe muda, ni mapema sana sasa hivi mimi kumhukumu Pedro Gonçalves. Mimi nataka nimuone akiwa na Yanga yake, na sio kwenye mechi moja wala mbili. Mimi ninahitaji muda kidogo wa kumuona, angalau kama atakuwa ni kocha mzuri kweli kwa Yanga, tunaweza tukaanza kuona mabadiliko madogo madogo yanatokea ndani ya muda mfupi. Ndio. Hilo ni jambo la kawaida. Ni kama tu Pantev ambavyo ndani ya muda mfupi tumeona mabadiliko kadhaa anayoyafanya kwenye timu. Unaona hapa mwalimu yupo. Kwa hiyo hata Pedro Gonçalves tusimpe pressure. Najua yeye mwenyewe yuko under pressure kwa sasa kwa sababu ya malengo ya timu na mahitaji ya timu yalivyo. Ndio. Lakini tumpe muda, tumwangalie, tumuone atakavyoweza kuvitoa kwa ajili ya kuifanya timu hiyo imara na bora zaidi ya sasa. Lakini ukweli ni kwamba kama kuna jambo ambalo mashabiki wana kiu nalo wa Yanga ni kuiona timu yao ikirudi kwenye zama zile za kucheza kwenye ubora mkubwa sana. Wanashinda mechi, wanaburudisha pia kwa mpira mzuri. Hayo ndio mahitaji ya mashabiki wa Yanga. Sasa katika hilo inategemea kocha yeye amejipangaje. Lakini mimi kiuhalisia siamini kama itakuwa ni vyema kwa sasa kumhukumu kocha mpya wa Yanga. Na sio yeye tu. Mimi makocha ambao kwa sasa ni ngumu kuwahukumu ni Dimitri Pantev pamoja na huyu Pedro Gonçalves. Ni makocha wapya kwenye hizi timu. Yule kocha wa Simba ndio kwanza timu kaiongoza kwenye mechi ngapi? Mechi 2 tu za kimashindano. Labda ana zile 2 za Al Hilal za kirafiki, lakini mechi rasmi za kimashindano ni mechi 2. Huyu wa Yanga ndo kesho mechi yake ya kwanza. Kwa hiyo unaona hawa ni makocha ambao kwa sasa huwezi kuwapa pressure kubwa. Tunapaswa kuwapa muda. Ndani ya muda mchache kama hawa ni makocha kweli, tutaziona tu timu zinaanza kubadilika, kuadapt vitu vichache taratibu. Na ndani ya muda kama wa miezi 2 tunaweza tukaanza kuona taswira mpya kabisa kwenye timu. Kama hawa makocha ni makocha kweli kweli na wanazifaa hizi klabu kwa sasa. Maana inawezekana ukawa kocha lakini haufai kwa sasa kwenye hizi timu kama ilivyokuwa kwa Romain Folz. Mimi naamini yule ni kocha mzuri, lakini hakuwa kwa ajili ya Yanga kwa sasa. Lakini hawa makocha walioko sasa Yanga na Simba wanahitaji kupewa muda. Ni mapema sana sasa hivi kwa hukumu kama wana uwezo au hawana. Sawa, nizungumze na washindi wangu ambao nilikuahidi ya kwamba nitazungumza nao, na ni wale washindi wa 100,000 ambao wamejishindia saa 2 na dakika 20. Dakika kama 4 hivi zimekatika tangu ambapo wamejishindia fedha.
na muda huu ni wa kuzungumza nao hawa washindi. Simu inaita hapa. Simu inaita, nizungumze na hawa washindi laki moja ambazo wamezipata kutoka kwa Mshua. Ni wale ambao wanajishindia fedha, na ni jukumu lako wewe ambaye unasikiliza ukaweza kushiriki, lakini jukumu litakuwa kwangu endapo ukishiriki, kwa sababu nitakusogeza katika wale washindi ambao wanajishindia fedha. Na kumbuka ya kwamba mtoto wa Mshua niko hapa kuhakikisha kwamba fedha inapatikana na watu wanajishindia maokoto kutoka kwa Mshua. Namba ya kwanza hii, ndugu yangu huyu hapokei. Amekumbwa na nini? Kwa nini kwenye kiasi kikubwa ndio msipokee ndugu zangu? Jua hii laki hizi ni pesa ndefu. Huyo hapa. Hello? Hello. Cheo Rutengano naongea. Unaitwa nani?